katika jina la Yesu, amen. Nataka niimalizie somo ambalo tumekuwa tukizungumza kuhusiana na karama za Roho Mtakatifu, na nimezungumza karama 6 katika zile karama za Roho Mtakatifu. Tumezungumza juu ya karama ya neno la hekima, tumezungumza juu ya karama ya neno la maarifa, tumezungumza juu ya karama ya kupambanua roho, lakini pia tumezungumza juu ya karama ya imani, tumezungumza juu ya karama za uponyaji, lakini pia tumezungumza kwa habari ya karama ya matendo ya miujiza. Hizo tumeeleza na tumezungumza kwa kina. Sina nafasi ya kuweza kuyarudia, lakini naamini kwa wale ambao wamekuwepo kwenye somo hili umejifunza vitu vya msingi ambavyo vinaweza kukusaidia, lakini pia uwezo wa kuelewa namna zile karama zinavyofanya kazi. Kanisa la Wakorinto ni kanisa mojawapo ambalo limejaliwa kuwa na karama za Roho Mtakatifu. Limejaliwa kuwa na karama zote za Roho Mtakatifu. Kwa sehemu kubwa walikuwa na hizi karama na zilikuwa zinafanya kazi, lakini kulikuwepo na changamoto zilizojitokeza kwenye hilo kanisa kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu wa kutosha wa namna hizo karama zinavyofanya kazi. Kwa hiyo kuna shida zilizokuwa zinajitokeza hasa kwenye namna ya matumizi ya zile karama za Roho Mtakatifu. Ndio maana sura ya 12 tulioanza nayo na sura ya 13 kwenye Wakorintho wa kwanza na sura ya 14, hizo zote zinaonyesha namna ambavyo kusudi la karama na namna karama zinavyotakiwa zifanye kazi, na walitakiwa kuwa na ufahamu wa kutosha wa kuzielewa zile karama, lakini pia na kuelewa kusudi lake. Kwa maana nilipokuwa nasoma ile sura ya 12, cha kwanza nawaambia msikose kufahamu. Hatupaswi kukosa kufahamu kwa habari ya karama za Roho Mtakatifu, kuzielewa hizo karama, kuzifahamu na kuelewa zinafanyaje kazi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa ukiangalia kwenye hizo karama, hasa ile sura ile ya 12, anaeleza juu ya kusudi la zile karama. Kwanza ni nani anayetoa hizo karama? Na tuliposoma ile sura ya 12, tujasoma mistari yote, lakini unaweza ukapata muda wa kusoma. Anaeleza kwanza mtoaji wa karama ni nani. Na unaona mtoaji wa karama za Roho Mtakatifu pamoja na huduma si mwingine, ni Roho Mtakatifu. Kwa vipawa na karama zinatolewa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Lakini pia anaeleza kwa nini hizo karama zimetolewa: kwa lengo na kwa kusudi la kujenga, ili mwili wa Kristo ujengwe. Na anasema kila karama iliyotolewa ni kwa kusudi la kufaidiana, kwa sababu kuna watu waliokuwa na vipawa na karama na wao wakaingiwa na kiburi na wakajiona ni bora kuliko wengine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna karama ambazo walichukulia kama ni bora kabisa. Unapokuwa na hizo karama unakuwa ni maalum kabisa. Hasa swala la kunena kwa lugha, kuna namna ambavyo walivichukulia. Kwa kuna karama vilivyotukuzwa, lakini kuna karama vilivyodharauliwa. Kuna watu waliojiona wajuu sana kwa sababu wana aina ya vipawa, wana aina ya karama,
zilizokuwa zinatolewa. Tunafahamu pia hilo kanisa namna ambavyo hata mgawanyiko wa viongozi ulikuwa ni mkubwa. Wengine walisema ni wa Paulo, wengine ni wa Apolo, wengine sio ni wa nani. Tunaona vitu kama hivi ambavyo vilikuwepo kwenye hilo kanisa. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kwa kuweka sawa, Paulo ndipo akaandika huu waraka, hii sura ya 12, kwanza kuwaonyesha mtoaji ni nani, lakini pia kwa nini hizo karama zimetolewa na hizo huduma. Ni kwa lengo tu la kanisa kujengwa na mwili wa Kristo kufanya nini? Kujengwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na kwenye hiyo sura ya pili ya 12 tunaona pia namna anavyofananisha mwili na kanisa na utendaji wake. Na ndipo anaposema kwa habari ya mwili, kila kiungo ni cha muhimu na hakuna kiungo cha kujisifu ni bora kuliko kingine. Sawa jamani? Anasema viungo haviwezi vikajisifu. Lakini Paulo akasema kuna viungo katika mwili ambavyo viungo vingine ni vya aibu, lakini bado vina uthamani mkubwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Nini anachotaka kuweka sawa ni kwamba kwenye ule utendaji wa zile vipawa, wale wanaoona kwamba vipawa fulani ni vya juu na vingine ni vya chini, ni vya kudharauliwa, anataka tu kuwaonyesha kwamba hakuna ambacho ni duni, maana mgawaji na mtoaji ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Muulize jirani yako, wewe una kitu ambacho sio cha muhimu kwako? Muulize tena, kwenye mwili wako kuna vitu ambavyo sio vya muhimu? Hata kila ambacho unaona kwamba ni cha ajabu ikigoma tunakulaza hospitalini. Bwana Yesu atusaidie sana. Na maisha yako hayawezi kufanya kazi sawa sawa. Sasa kwa anajaribu kuweka hivyo, lakini sura ya 13 anaeleza kwa habari ya upendo. Kumbuka, mahali popote ambapo kuna migawanyiko, upendo huwa haupo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote ambapo akisha kuwepo na tabaka, hata utendaji wa kazi watafanya kitabaka. Lakini Paulo anajaribu kuzungumza kwamba utendaji wa karama, na hasa kwenye mwili wa Kristo na kwenye kanisa la Bwana, lazima upendo uwe ni kiungo kikubwa. Kwamba kila mmoja akiwa na upendo, basi mambo yatakaa sawa na tutahudumiana kwa upendo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Lakini pia licha ya tofauti tulizo nazo, kwa sababu hatufanani kwenye mwili, lakini kuna kuchukuliana. Sasa kama kuna kuchukuliana, basi lazima upendo uweze kutawala. Haleluya. Sura ya 14 ni matumizi sahihi ya zile karama, namna ambavyo tunaweza tukazitumia hizo karama kwa usahihi. Na ninaomba tusome kwenye sura ya 14, kwenye kitabu hiki cha sura ya 14. Nataka tuangalie mambo machache hapo, hasa kuhusiana na zile karama tatu zilizobaki. Karama tatu zilizobaki ni za usemi au ni za kusema, ambazo kuna unabii, kuna aina za lugha, lakini pia kuna tafsiri za lugha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na ninatamani leo nimalize hizi karama. Kama Mungu atanipa neema, nitajitahidi niweze kumaliza hizi karama tatu zilizobakia. Hizi karama tatu zilizobakia. Kwa kuna karama ya unabii, lakini kuna karama ya aina za lugha, na kuna tafsiri za lugha. Mstari wa kwanza anasema uifuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye ahutubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo.
Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali yeye atoaye unabii hulijenga kanisa. Na mnataka nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kutoa unabii au kuhutubu. Maana yeye atoaye unabii ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa apewa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Bwana asifiwe. Katika hii sura ya 14 tunapata muongozo au tunapata maelekezo. Soma hii sura ya 14 mpaka huko chini, utakuta akieleza namna hizi karama zinavyopaswa kufanya kazi katika kanisa la Bwana Yesu, kwamba zifanye kazi katika hali ya utaratibu na katika hali ya mpangilio. Kwa kutokuwa na ufahamu wa kutosha, wakati mwingine vipawa na karama hizi zimesababisha kutokufahamika vizuri kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati mwingine imesababisha kama hali ya machafuko, kwa kutokuzielewa namna ambavyo zinapaswa kufanyiwa kazi. Kwa sababu kama hatutakuwepo na utaratibu, tunaweza tusione namna karama hizi zinavyoweza kuleta manufaa kwenye kanisa. Karama ambayo tunaiona hapa kwenye karama za usemi, mojawapo ni unabii. Na unabii ni uwezo ambao Roho Mtakatifu humpa muamini ili aseme ujumbe wa Mungu kwa watu. Ni uwezo ambao Roho Mtakatifu anampa muamini ili aweze kunena ujumbe wa Mungu kwa watu. Na hii ni karama ya unabii. Kuna tofauti ya karama ya unabii na unabii. Unabii inaweza ikawa kama huduma, kama nilivyotufundisha siku ya kwanza kabisa, tofauti ya karama na unabii, kwamba karama yaweza kutumika mara moja, yaweza kutumika kwa mtu yeyote, na pengine isitumike tena kwake. Sio kitu ambacho kiko kwenye maisha yake moja kwa moja. Sasa kwenye unabii kuna huduma ya unabii na kuna watu wana huduma za kinabii, lakini kuna karama za unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Karama ya unabii yaweza kutumika kwa yeyote na kwa mtu yeyote na kwa wakati maalum na kwa kusudi maalum ambalo mbingu inataka. Mtu akatumiwa kwa karama hiyo ya kusema, ya kuleta ujumbe, na watu wakamsikia Mungu akinena kwa kupitia mtu aliyetumiwa na kipawa na karama hii. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hiki ndicho Biblia inachozungumza kwa habari ya kuhutubu. Kuhutubu maana yake ni kusema, ni kutoa ujumbe, ni kutoa maneno, ni kutoa maneno. Na mara nyingi kwenye karama hii ya unabii, kinachotokea mtu anajazo, mtu anapokuwa kwenye ule uwepo na kwenye zile nguvu za Roho Mtakatifu zinamfunika juu yake, anasikia kuwa na ujumbe, na utashangaa atanena kwa lugha. Wakati mwingine atanena kwa kiwango cha juu tofauti na wengine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini moyoni mwake anaelewa kwamba kuna ujumbe ambao Mungu anauweka kwenye maisha yake. Sasa kama mtu akinena tu kwa lugha na ndani yake kuna ujumbe, ule ujumbe wa kinabii unapaswa kutolewa. Na ule unabii unapotolewa, kanisa linajengwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa linajengwa. Ndio maana ule mstari wa tatu anaeleza kusudi hasa la unabii na kuwa ni nini. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kusudi linakuwa ni nini? Kuna kusudi ambalo linakuwepo, kwamba Mungu anaposema lipo kusudi
Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema kusudi ni kujenga. Kusudi ni kujenga, kwamba yale maneno ambayo Mungu anasema yatatujenga. Lengo la unabii siku zote unapotolewa kuna kujengwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu kujengwa, kuna watu kutiwa moyo, kuna watu kuimarishwa. Mungu anaposema tutajengwa, na uweze kubaki kwenye hali hiyo ambayo umekuwa nayo. Na wakati mwingine inawezekana kuna mambo unayapitia, neno la kinabii linaweza kuja kwa habari ya mambo ambayo pengine umeyapitia, pengine unapitia, au wakati mwingine kwa habari ya mambo yanayokuja. Mungu anaweza akasema neno, na neno hilo likitokea kwetu tutajengwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Utajengwa, utatiwa moyo. Kwa kuna kujengwa. Lakini jambo la pili, neno la kinabii huwa mara nyingi litatufariji. Kuna kufariji. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kuna kufariji. Kwa hiyo unabii unapokuja inaweza ikaleta faraja kwenye maisha yetu, inaweza ikatufariji. Lakini jambo la tatu, neno la kinabii linaweza kuhimiza. Inaweza kuhimiza au kuhamasisha. Kuhimiza, kuendelea kujitoa, kuhimiza kwenye swala la kumtafuta Bwana, kuhimiza. Yaani kuna namna ambavyo linaweza likatuhimiza katika maisha yetu. Lakini jambo la nne, inaweza ikawa ni kwa ajili ya kutuonya. Bwana Yesu asifiwe sana. Linaweza likaja kama maonyo au kama neno la maonyo kwenye maisha yetu. Kwa hiyo nabii unaweza ukaja kwa ajili ya kuonya au kwa ajili ya kukaripia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa ni vizuri tufahamu hizi namna ambavyo Mungu anafanya kazi na watu wake. Kwa hiyo inaweza ikaja kwa ajili ya inaweza ikaja kwa ajili ya kujenga, kuhimiza, kufariji au kuonya katika maisha yetu. Kwa karama hii inapokuja, kanisa linajengwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ndio maana ukisoma ile sura ya 14 mstari wa 8 anasema, yeye asemaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali yeye hautubuye hulijenga kanisa. Nitakuonyesha tu baadaye tofauti ya haya maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa karama ya unabii, Mungu hutumia kanisa lijengwe. Mungu hutumia kulionya kanisa. Mungu hutumia kulihimiza kanisa. Mungu hutumia kulifariji kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu fungua kile kitabu cha Matendo sura ile ya 15 mstari wa 32. Naweza ukasoma kitabu cha Matendo sura ile ya 15 na mstari wa 12. Hebu soma. Biblia inasema, basi mkutano wote wakanyamaza, wakawasikiliza Barnaba na Paulo, wakiwapasha habari za ishara na maajabu ambayo Mungu aliyafanya kwa ujumbe wao katika mataifa. Ni 15:32. 15 mstari wa 32. Sura 15 mstari wa 32. Biblia inasema, tena Yuda na Sila, kwa kuwa wao wenyewe ni manabii, wakawahusia ndugu kwa maneno mengi, wakawathibitisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona lile kanisa wakiwaambia, hata lile kanisa ambalo lilikuwa la mataifa, wanajaribu kuwajenga. Anasema Yuda pamoja na Sila wakawahimiza, wakawahusia, wakawatia moyo. Anasema na wao wenyewe kwa kuwa ni manabii. Jamani, haleluya. Wakawadhibitisha. Kuwadhibitisha maana yake ni kuwaimarisha, ni kuwafanya kuwa imara. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
ni kuwafanya wawe na nguvu. Walikutana na misukosuko, naelewa mambo yaliyotokea, hasa wakati walipokuwa wakipingwa, wakitakiwa wabebeshwe sheria na desturi za Kiyahudi, na wao ni watu wa kimataifa. Baada ya wale kukaa, viongozi wa kanisa kukaa kikao, Roho Mtakatifu ndipo akawa amesema nao na kuwapa mwelekeo ni nini wanachotakiwa kubebeshwa na kuambiwa kanisa lile. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakathibitishwa, wakaimarishwa, wakawahusia na wao wakajengwa. Matendo sura ya 11 mstari wa 28. 11 mstari wa 28, unaweza ukasoma. 11:28. Ninasema, na tulipokusanyika akasimama mmoja wao, jina lake Agabo, akaonyesha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itakuja karibu katika dunia nzima, nayo itatukia katika siku za Klaudio. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ilikuwa ni onyo kwa habari ya njaa itakayofanya nini? Itakayokuja. Nabii mmoja akasimama Agobo akatabiri kwa habari ya njaa itakayotokea, na hiyo njaa ilikuja kutokea sawa na alivyotabiri. Kwa nini alisema? Maana yake aliwaonya. Jamani, haleluya, kwamba siku za njaa zinakuja. Hilo ilikuwa ni onyo. Hilo ilikuwa ni kuwapa tahadhari ya kwamba kuna kinachokuja kutokea, na hivyo basi lazima kujipanga. Haleluya, lazima kujipanga. Ashukuriwe Mungu sana kwamba kanisa alikai gizani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kama watu wa Mungu hatuwezi tukakaa kwenye giza. Kama kuna jambo, kama kuna tukio, kwa vyovyote vile Mungu huwa anasema na watu wake. Ndio maana mahali pengine anasema Bwana hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake na manabii zake siri zake, kwamba Mungu ana nafasi ya kusema. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa Mungu ana njia nyingi za kusema na sisi. Mungu ana namna mbalimbali ambayo anaweza akatumia, lakini mojawapo basi ni karama za unabii. Zinaweza zikatumiwa Mungu kusema na kanisa lake, Mungu kusema na watu wake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Sasa unabii wa kibibilia lazima kupima, lazima upimwe, kwa sababu niliwaambia siku ya kwanza kwamba nafikiri kwenye masomo mengine ambayo nilikuwa nimefundisha, kuna vyanzo hata vya unabii. Kuna vyanzo vya unabii. Unabii, Mungu anaweza akawa chanzo cha unabii, lakini pia moyo wa mtu au mtu mwenyewe anaweza akawa chanzo cha unabii, lakini pia shetani anaweza akawa chanzo cha nini? Cha unabii. Ndio maana Biblia imetoa fursa, imeweka bayana swala la kinabii linaweza likapimwa. Usipokee tu kwa kuwa mtu amesema yeye ni nabii. Usitishwe tu na swala la kinabii, lazima lipimwe. Jamani, haleluya, kwamba unabii lazima upimwe, lazima udhibitishwe, na Mungu ameruhusu. Jamani, haleluya, Mungu ameruhusu ili ujue, usije kudanganyika, ili usije ukapotoshwa, kwa sababu tunaishi kwenye siku za kinabii nyingi na manabii wa aina mbalimbali, na kila anayeibuka huibuka katika namna ya kinabii. Lakini lazima tujue kanuni ya kudhibitisha unabii wa kweli ni ipi. Jamani, Bwana asifiwe. Nini cha kudhibitisha kwamba unabii wa kweli ni huu? Haleluya, jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lazima ijaribiwe. Ndio maana kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 20 hadi 21, hebu soma.
Hebu soma. Lazima upimwe unabii. Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 20 hadi 21. Naomba usome mara moja. Amina, nitasoma. Msikweze unabii. Jaribuni mambo yote. Lishikeni lililo jema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Msitose, maana yake usiudharau unabii, lakini jaribuni mambo yote. Hebu sema jaribuni mambo yote, alafu lishikeni lililo jema. Msitweze unabii, maana yake usiudharau unabii, lakini lijaribu, lithibitishe na ushike lililo jema. Bwana Yesu asifiwe sana. Unabii lazima ulingane na maandiko. Unabii lazima ulingane na maandiko. Unabii wowote utakaokuja kinyume na maandiko, huo sio wenyewe, na unapaswa kuukataa waziwazi kwamba huu haujatokana na Mungu. Fungua kitabu cha Wagalatia sura ya 1 mstari wa 8. Wagalatia sura ya 1 mstari wa 8. Lazima unabii upimwe kulingana na neno la Mungu. Mungu hajipingi. Alichokisema kwenye neno lake hawezi kuwa kinyume. Naomba usome hapo. Wagalatia 1 mstari wa 8. Wagalatia 1:8. Inasema, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaniwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ikiwa ni sisi au ikiwa ni malaika wakawaletea injili nyingine tofauti na hii tuliyowahubiria, anasema afanye nini? Anasema afanye nini? Anasema alaaniwe. Bwana asifiwe sana. Injili ya Yesu imenyooka. Leo kuna manabii wengi na wanatoa unabii wa hovyo kabisa. Mtu anakuwa na shida, anaambiwa wewe una laana ya punda. Alafu ili laana ya punda itoke, anaambiwa akafanye sherehe. Sasa sherehe na laana wapi na wapi? Biblia inasema kila mwenye dhambi anapaswa kurudi msalabani na kufanya nini? Na kutubu, sio swala la sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Yako mafundisho mengi yasiyo na Mungu, lakini yanabebwa na watu wanaojiita ni manabii, na wamekuwepo wengi na wanapotosha wengi. Lakini unabii wa kweli lazima ulingane na neno la Bwana. Lazima pia ujue huyu mtu wa unabii ni nani. Wewe mla ubora naye ni nabii wa Bwana wapi na wapi? Aliwahi kuja mwingine mchafu hata asiye chana hata nywele. Halo. Injili ya Yesu iko wazi. Lazima mtoa unabii, lazima unabii wake ukubaliane na Biblia. Haishi kama Biblia, hasemi kama Biblia, mpuuzie. Huyo ni tapeli kama matapeli wengine. Kuna watu wametengeneza mbinu ya kutafuta maisha, na ni wajinga tu ndio wanaoliwaga. Lakini waliojanjaruka tunaelewa kupima, tunaelewa kujaribisha, tunaelewa kusema hii ni sawa na hii sio sawa.
hatupelekwi kama vipofu, hatupelekwi kwa namna ya ajabu ajabu. Tunajua hili ni la Mungu na hili silo. Na watu wasio na ufahamu wa neno la Mungu wanapotea, na bahati mbaya sana wanawapoteza na wengine. Ndio hiyo unakuta wanaletwa wafanyabiashara madhabahuni. Eneo hili ni eneo la kutoa huduma za kiroho, ni eneo la Mungu kusema na watu, ni eneo la watu kufunguliwa, lakini wanaletwa wasanii, wanaletwa watapeli, wakuja kutapeli watu madhabahuni. Unahitaji kuponywa, lipa gharama. Unahitaji kuponywa, leta pesa. Unahitaji kumwona nabii, leta kiwango fulani. Huko ni kutapeli watu wa Mungu, na wala sio ujumbe wa neno la Bwana, na wala sio unabii na maneno yanayoletwa kwa ajili ya kuponya roho za watu. Yesu anasema mmepokea bure na mnapaswa kutoa bure. Unalipa hela uono kama nani? Maana yake hizo vipawa ndio unamiliki. Jani niwaambie, tunaishi kwenye kipindi ambacho kuna waganga wa kienyeji wanaojulikana wako porini, lakini leo kuna waganga wa kienyeji wanaotembea na Biblia. Bwana Yesu atusaidie sana. Yeyote anayewahubiria injili nyingine tofauti na hii iliyohubiriwa, Biblia inasema na afanye nini? Alaaniwe. Haleluya. Kwa lazima unabii upimwe, lazima neno lipimwe. Yesu akasema manabii wa uongo, anasema mtawatambua. Mnawatambuaje? Anasema hata kwa matunda yao na kwa matendo yao unawagundua tu hawa ni feki. Mtu anavunja ndoa za watu, alafu kesho anasimama ni nabii, alafu watu hawashutuki tu. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Tutawatambua kwa matunda yao. Kwa maisha yake ni utambulisho, na maneno yanayosema kama ni kinyume na neno, jua huyo ni nabii wa uongo, jua huyo ni nabii potofu. Hata kuletea uzima, hata kuletea maangamizi kwenye maisha yako. Ndio maana tunahitaji kuelewa na kuwa na uelewa sahihi namna Mungu asemavyo, hata kutapeliwa. Na wengi wanakuja na vitisho. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka hizi ni karama. Hebu sema ni karama. Zinatolewa na nani? Na Bwana, na anatoa kama apendavyo. Na kuna watu wamejiweka mahali kama miungu, kwamba saa yote tu anakutabiria, anakuambia tu unabii, chanzo chake ni Bwana wa mabwana, na anatoa kwa lengo, na anatoa kwa kusudi. Lazima tuijaribu. Usipopima utatapeliwa. Hakuna popote kwenye Biblia watu waliuza huduma, zilitolewaga bure. Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Sio vitu vya kulipia, kwamba unalipia upate huduma. Hamna hicho kitu. Unalipia mbuzi, unalipia kuku, tena viwango kabisa vikawekwa. Yaani rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia amefika mahali kwa nabii mmoja, akakuta mahali chumba ambacho ameingia kutoa unabii, kuna libango likubwa limewekwa la gharama. Maombi aina hii kiwango chake ni hiki. Yaani imewekwa kuanzia wewe ndio unafikiri kama wale wanaoendaga hotelini alafu kakute bile za chakula, wali maharage shilingi hiki, wali nyama, wali kuku. Yaani akakuta kabisa imewekwa orodha ndefu. Kuna mtu aliyepotea, unahitaji arejeshwe, kiwango chake kiko hapo. Una vurugu na migogoro kwenye ndoa yako,
una nini, kuna mtoto wako siamwele. Yani yote limepangiwa, hakuna ambalo yani, na anasema mwisho wa ombi la mwisho ni 10,000. Hii ndio ombi la mwisho. Shilingi ngapi? 10,000. Hawezi katokea mmoja sije ya kuelewa kusoma au ameamua kufanya makusudi akapeleka 5,000. Alafu nabii akanyanyuka na hiyo 5,000. Huyu aliyekuja na 5,000 ni nani? Taka nimtambue huyu ambaye yeye ameamua kuja na 5,000. Maombi ya 5,000 ni maombi atakao, yani 5,000 inaweza kufanya maombi ya aina gani? Mungu atuponye na atuokoe. Jamani, Bwana asifiwe. Unabii lazima ufanye nini? Upimwe. Lazima ulingane na neno. Tofauti na neno, huo ni utapeli. Lakini namna nyingine ya kupima unabii lazima umtukuze Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unabii lazima umtukuze Kristo. Lazima Yesu ainuliwe. Lazima Mungu awe na kicho. Lazima Mungu aheshimiwe. Lazima Mungu awe na nafasi. Mazingira yeyote ya unabii wa kimungu, wa unabii wa kweli, kicho cha Mungu kitatawala. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu ataheshimiwa, Mungu atainuliwa, Mungu atatukuzwa na sio watu. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 19 mstari wa 10. Kitabu cha Ufunuo sura ya 19 mstari wa 20. Mstari wa 10 Tamasi 19 Ufunuo alafu mstari wa 20. Naomba usoma. Anasemaje? Akakamatwa na yule nabii wa uongo. Ufunuo 19 mstari wa 10. Ufunuo 19 mstari ule wa 10. Anasema nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia usifanye hivi, mimi ni mtumishi mwenzako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Sujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Amen. Hebu sema ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Sema tena, ushuhuda wa Yesu ndio roho za unabii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mahali popote ambapo kuna unabii, lazima Yesu atainuliwa. Lazima mbingu itatukuzwa. Kivinginevyo sio wenyewe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa karama ya unabii inatenda kazi kwa namna hiyo. Na karama inavyotenda kazi lazima ijaribiwe. Haleluya. Itajaribiwaje? Angalia, inalingana na neno la Bwana. Angalia mtoaji wa unabii mwenyewe yukoje, ni nani. Haleluya. Amen. Ni vitu ambavyo vitakusaidia sana. Usifanyiwe usanii, wala usiliwe pesa yako, wakati utafutaji yenyewe wa hela ni gharama kubwa. Ila yenyewe sasa hivi inapatikana kwa shida na kwa manati. Alafu mtu aje akupige laki ya bure, 50 ya bure. Tulienda mahali mpaka kwenye mkutano wetu wa mwisho tulikuta mtu mmoja amepigwa milioni ila isiaiyaka. Wameenda kwenye maboma milioni. Mzee mmoja akapigwa milioni chap. Aombewe misukosuko iliyoko kwenye boma. Milioni. Mwenyekiti wa kijiji anakuja kwenye mkutano anasema, jamani, huu mkutano kama huu hatujawahi kuona. Wanaohudumiwa watu wenye shida. Unakuta mtu amekuwa na mgonjwa miaka nenda rudi, ameliwa hospitalini, ameliwa kwa waganga, alafu na watumishi nao wakipita wanapiga upanga kweli kweli, mpa.
bila kujalisha huyu ni mtu aliyeuguliwa, huyu mwenyewe ni mgonjwa aliyeteseka miaka nenda rudi. Wanatokea mtu kiwango cha huduma unahitaji ni milioni 1, au chagua lile dume, alafu wana hata aibu. Haleluya! Piga na suti yake na tai yake. Mungu atuokoe na atuponye jamani. Huu tumbo nao utatupeleka baba. Zunguka. Haleluya! Una matatizo makubwa na bora tumewahi, na hii sio ya mkopo, itakuwa chap chap. Mtu akiondoka anaondoka amepiga, ameondoka na kipigo chake. Haya bwana, roho za manabii. Haleluya! Lazima Yesu ainuliwe, lazima Yesu atukuzwe. Hachana na matapeli wazururaji. Na wamekuwa wengi. Hebu sema wengi. Oye ya kila kona. Ganyala isi yaka. Wataimba usiku kucha, lakini wakitoka hapo wewe unabaki unalia. Wamekula, wamechinjiwa na wameondoka nazo. Wenzako tumeshtuka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tuna changamoto nyingi sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa karama ya aina za lugha, aina mbalimbali za lugha. Aina mbalimbali za lugha. Aina mbalimbali za lugha. Karama ya lugha ni uwezo wa kuzungumza lugha ambayo mtu hajawahi kujifunza kwa hali ya kawaida ya kibinadamu. Tunapozungumza, hii ni karama ya pili kati ya zile karama 3 za mwisho. Ni aina za lugha. Kuna aina za lugha. Sasa kwenye aina za lugha ni mtu anapata neema ya kuzungumza lugha ambayo hajawahi kuijifunza katika hali ya kawaida. Sio lugha ya kujifunza kama Kiswahili, ya kujifunza kama lugha zingine. Ni lugha inayotokana na kile kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lugha inayotokana na kile kipawa cha Roho Mtakatifu. Na tunaona Yesu ameahidi. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Marko sura 16 mstari wa 17, naweza ukasoma hapo. Marko 16 na ule mstari wa 17. Unaweza ukasoma. Hebu soma. Na mwingine afungue Matendo 2 mstari wa 4. Marko 16 mstari wa 17. Naomba tufungue haraka alafu hebu tuende hapo. Inasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha. Haya, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, watatoa pepo na vitu mbalimbali, lakini mwisho anasema watanena kwa lugha mpya. Hebu sema tena, kwa lugha mpya. Mtu yote akiokoka, akijazwa Roho Mtakatifu, ishara mojawapo ya kuwa amejazwa Roho ni kunena kwa lugha mpya. Ni kunena lugha ambayo sio ya kujifunza. Ni kunena lugha ambayo sio ya kuelimishwa. Inatokana na kipawa cha Roho Mtakatifu. Mtu akijazwa ananena kwa lugha. Matendo sura ya 4 sura ya 2 mstari wa 4. Matendo 2:4. Biblia inasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Sawa sawa. Wote wakajazwa nini? Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine.
wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kufanya nini? Kutamka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Mtu ananena kwa lugha nyingine, ananena kwa lugha nyingine. Andika Matendo sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 8. Utaenda kusoma tu nyumbani, hatuna muda wa kusoma mpaka hapo, lakini utaenda kusoma. Kwa hiyo kunena kwa lugha nyingine. Nini kusudi la kunena kwa lugha? Kusudi la kwanza ni kujijenga kiroho. Ni kujijenga kiroho. Kusoma hiyo sura ya 14 wa Korinto wa kwanza mstari wa 4. Anasema yeye asemaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Tunapojazwa na Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, ile lugha tunaoinena, akili zetu hazina matunda. Maana yake hazielewi ni kitu gani unachokinena. Lakini utakachoshangaa ni jinsi ambavyo kuna nguvu za Mungu zinazokuwa juu ya mtu mpaka anajikuta anazama, mpaka anajikuta ananena, na ananena kwa lugha baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu, kwamba chanzo cha lugha hii ni Roho Mtakatifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Hata anasema faida mojawapo ya huyo mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu na akanena kwa lugha, anasema ile lugha anayoinena inamfanya ajijenge kiroho. Kuna namna anajijenga kiroho, kuna namna anajiimarisha. Na Biblia inasema mtu anenaye kwa lugha, Biblia inasema hasemi na watu, anasema na nani? Anasema na Mungu. Nini anachosema na Mungu? Anasema maneno ya kuijenga nafsi yake, maneno ya kuijenga roho yake. Kwa tunapojazwa Roho Mtakatifu na tukanena kwa lugha, kwenye eneo la kwanza la mtu binafsi, anapata nafasi ya kunena mambo ya siri kati yake na Mungu. Anapata nafasi ya kuwasiliana na Mungu kwenye lugha asiyoielewa, lakini ni lugha ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anaelewa mpango, anaelewa mapenzi ya Mungu kuliko tunavyoelewa. Roho Mtakatifu anaweza kujieleza au kutuelezea mbele za Bwana kuliko tunavyoweza kujisemea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna faida kubwa ya mtu kujazwa na kunena kwa lugha. Na ndio maana yeyote anayeokoka anapaswa kuwa na njaa, anapaswa kuwa na shauku. Kama bado hujajazwa na Roho Mtakatifu, usiridhike na Ukristo usio na Roho Mtakatifu. Usiridhike unaishi maisha ambayo hujazwa wa Roho wa Bwana haujidhihirishi kwenye maisha yako. Lazima uwe na kiu, lazima uwe na njaa, lazima uitake, lazima uitafute. Ndio maana wakati mwingine kuna kufunga, kuna kuomba, si kwa kuhitaji tumbuo, si kwa kuhitaji chakula. Kama hujapokea kipawa, ifanye ni hitaji la msingi. Unaishije bila nguvu za Mungu? Utashindaje huu Ukristo? Utashindaje huu ulimwengu? Utashindaje haya majaribu? Utashindaje vishawishi zilizojaa kwenye kila kona? Tunahitaji kuvikwa uweza utokao juu. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kuwa Wakristo wenye nguvu. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kuwa waombaji
wenye nguvu. Ndio maana unakuta watu wengine wakiingia tu kwenye maombi dakika 2 yuko hoi taabani. Kusikia anaomba kama kazimia, sijui kamlenga, yani kamelegea, kajichokea. Tukiwa na Roho wa Bwana tunakuwa majemadari. Tukiwa na Roho wa Bwana tunakuwa na ujasiri. Tukiwa na Roho wa Bwana hatuoni aibu. Wewe unamwambia mtu omba, hebu tufikie kwa maombi. Amen. Ile amen ataiweka amen. Wewe ombea chakula. Amen. Ile amen ataweka ili muelewe kamaliza. Sasa umeombea kitu gani? Hatusikii umetulani, hatusikii hata chochote ulichokifanya. Maombi mengine ni Mungu tu ndiye anasikia. Hatuhitaji Mungu asikie, tunahitaji na sisi tusikie. Haleluya! Waliojazwa na wenye nguvu watajiachilia, watabubujika, watafurika. Ni watu wazima, ni watoto, ni vijana, ni makamanda ndani ya Yesu. Tuna machipukizi wengi leo, lakini kama hawana nguvu, ndio wale mtu akiongea nao anaanza kung'ata kidolo, vidole vinaanza kuliwa, ardhi inaanza kufukuliwa. Kakosa nini hapo jamani? Hakieleweki hata. Anawekewa mkono, wewe nani? Acha uchokozi. Nani? Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Haleluya! Tunahitaji kuvikwa uweza, tunahitaji kuvikwa nguvu, na ndipo tutakapokuwa na watu wenye moto. Watu wanaogopa wachawi na wako makanisani, wanaogopa mapepo na wako wapi? Makanisani. Kuna shida iko mahali. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga, husema na Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma ile 14 kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2, anasema sura ya 14 mstari wa 2, anasema maana yeye anasema kwa lugha hasemi na watu bali na Mungu. Haleluya! Maana hakuna mtu asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Anena mambo ya nini? Ya siri. Ukisoma kwenye ile kitabu cha Warumi 8 mstari wa 26, anazungumza juu ya yule Roho Mtakatifu kwenye maombi. Anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Sura ya 8 mstari wa 26, kwamba Roho Mtakatifu hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa lazima mtu ajazwe na Roho Mtakatifu na kunena kwa nini? Kwa lugha. Soma Matendo 10 mstari wa 44 hadi 46. Andika tu usisome. Andika Matendo 10 mstari wa 44 hadi 46. Ni pale Petro alipofika kwenye nyumba ya Kornelio akawahubiria maneno ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na Biblia inasema walipohubiri wale watu wakajazwa na Roho Mtakatifu na wakaanza kunena kwa lugha mpya. Kajazwa na Roho Mtakatifu. Matendo 6 mstari wa 6, andika. Matendo 19 mstari wa 6. Anasema na Paulo akaweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakasema kwa lugha na kutabiri. Matendo 19 mstari wa 6. Akaweka mikono juu yao na Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakasema kwa lugha na wakatabiri. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Haleluya. Kunena kwa lugha
Hizo ni aina za lugha, kunena kwa lugha tofauti. Lakini jambo la tatu ni tafsiri za lugha. Naomba nimalizie tu kwenye hiki kipengele, tafsiri za lugha. Sehemu ya tatu ni tafsiri za lugha. Karama ya tafsiri ya lugha ni uwezo wa kuelezea maana ujumbe uliotolewa kwa lugha isiyojulikana. Maana ya kutafsiri au tafsiri za lugha ni mtu kuweza kuelezea, uwezo wa mtu kuelezea, kuwa na uelewa. Kumbuka, mtu anayenena kwa lugha hakuna anayeelewa nini anachokisema. Kama wote tukanena kwa lugha, hakuna mtu atakayeelewa ni kitu gani kinachosemwa. Na kama nilivyokuambia, kuna namna ya kwanza kwenye unenaji wa lugha. Kuna mtu binafsi kusema na Mungu kwa maana ya kujazwa na kunena kwa lugha. Kuna nafasi ya mtu ya kibinafsi ya yeye kunena kwa lugha. Anaweza akanena kwenye ibada, anaweza akanena akiwa chumbani kwake, anaweza akanena kwenye mazingira yote ambayo yupo kwenye eneo la maombi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Lakini kuna kunena ambapo kuna ambatana na ujumbe, kuna ambatana na neno, kuna ambatana na ujumbe wa Mungu, kuna ambatana na unabii. Jamani, haleluya! Tunaweza tukawa tunamwabudu Bwana, tunamsifu Bwana, tukawa kwenye maombi, lakini baadaye akatokea mtu ananena kwa lugha, akanena kwa lugha, akanena kwa lugha, na unaposikia unaona kama ni lugha ambayo kuna ujumbe Mungu anataka kusema na kanisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna kule kunena ambapo kuna kutoa ujumbe, kuna kutoa unabii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na hiyo inahitaji kutafsiriwa. Unabii ukitoka kwenye lugha kunahitajika kutafsiriwa. Na tafsiri hii inatoka wapi? Haitoki kwingine, inatoka kwa Roho Mtakatifu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na inaweza akafanya kazi kwenye namna mbili. Yawezekana mtu aliye na karama hiyo ya kutafsiri, kunena na kutoa ujumbe, akapata neema ya kutafsiri ule ujumbe katika lugha itakayoeleweka na kanisa lote. Ama wakati mwingine mtu akanena na akaishia kwenye kunena, Roho Mtakatifu akamuinua mtu mwingine akatafsiri ujumbe ulionenwa na mtu kwenye kona nyingine, na akaileta tafsiri ya maana ya kile kilichosemwa. Hiyo ndio maana yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio maana. Na Mungu anaweza akasema tuna zaidi ya watu wawili au watatu kwenye kanisa moja au kwenye ibada moja. Anaweza akasema, kainuka yule akasema, kainuka mwingine akasema, kainuka mwingine akasema. Ila Paulo akasema kuwepo na utaratibu. Maana kama huyu ana kitu akapayuka hapa, mwingine kule, mwingine kule, mwingine kule, inakuwa kama ni vurugu. Ndio maana anasema watu wafanye kwa zamu. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Unasikia Roho wa Bwana yu juu yako na kuna kitu cha Mungu, jiachilie. Kwa mtu anaweza akanena na akapata kutafsiri alichokisema, ama mwingine akainuka na sasa. Sikiliza rafiki, sio vitu vya kuingiza akili. Ni kitu ambacho ni kipawa. Hebu sema tena ni karama. Hebu sema tena ni karama. Haleluya. Unapata uelewa wa kile kilichosemwa kwenye lugha usioijua, kwenye lugha usioielewa, lakini Roho wa Bwana anapokuvika juu yako na karama hii ikawekwa juu yako, unaelewa A to Z nini kilichosemwa katika lugha ile ambao wote hatujaisikia. Mtu akatafsiri ujumbe na kanisa lika. Sasa anasema hii tafsiri hii faida yake
kanisa linapata uelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa linapata uelewa. Ndio maana Paulo anasema sawa, ni vizuri kunena kwa lugha kwa sababu utanena na utajijenga. Utanena mambo ya siri na Mungu. Lakini anasema kuna kuhutubu, kuna kunena, kuna kutoa unabii ili wengine waweze kujengwa. Bwana Yesu asifiwe. Hilo neno la kuhutubu maana yake ni kutoa unabii, ni kutabiri, ni kuweza kuelezea kile ambacho kimesemwa. Kwa hatuhitaji tu kunena kwa lugha, lakini Roho wa Bwana apate nafasi ya kusema na kanisa kama kuna neno la kinabii, kama kuna neno ambalo Bwana anahitaji kusema na watu wake. Bwana asifiwe sana. Na unajua Biblia inasema mtu anayeomba kwa lugha anaweza pia kuomba apewe kutafsiri, aomba apewe tafsiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusoma ule mstari wa 18, sura ya 18 mstari wa 13. Hebu soma hapo. Hebu soma. Aha, 13. Anasema kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Amen, inatosha hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye anenaye kwa lugha na aombe nini? Apewe nini? Kufasiri. Unaweza ukajikuta unanena kwa lugha, na wakati mwingine nimekuwa na maombi ambao wakati mwingine najikuta ninakuwa na mzigo sana kwa kunena kwa lugha. Wakati mwingine mara kadhaa nimeshamuuliza Mungu, ni nini hiki ambacho kinatokea? Na wakati mwingine nimepata kuelewa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuomba na mtu akapewa nini? Kufasiri, akaelewa. Kwa wakati mwingine inaweza kaa kwenye maombi, inaweza kaa kwenye ujumbe. Biblia inasema pia mtu anaweza kaimba katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaimba katika nini? Katika. Ukisoma hii sura, sina muda kupita. Ukisoma tu hizi sura 3 hizi utakuta kuna vitu ambavyo vinazungumza sana kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni vizuri kuomba kupewa kufasiri. Sura ya 14 mstari wa 27 hadi 28. Hebu soma pia hapo. Kama mtu akinena kwa lugha, wanene wawili au watatu, si zaidi. Tena zamu kwa zamu, na mmoja na afasiri. Lakini asipokuwepo mwenye kufasiri, na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka lile kanisa nimesema kulikuwepo na hali ya kutokuelewa. Kwa wakati mwingine kulikuwepo na mgongano, hakuwepo na utaratibu mzuri wa namna ya kuruhusu karama zifanye kazi. Paulo anaweka utaratibu. Jamani, haleluya. Hasa kwenye hili eneo la kinabii, hasa kwenye hili eneo la karama za unabii, anaweka utaratibu. Sema kama ni kunena basi wanene watu kwa zamu. Wanaweza wakanena wawili, wanaweza wakanena watatu, lakini ni zamu kwa zamu. Bwana asifiwe sana. Na anasema na mmoja aomba apewe nini? Kutafsiri. Tunaponena katika lugha ya kinabii lazima kutafsiriwa kuwepo. Maana hatuwezi kuelewa nini alichokisema katika lugha, ila Mungu yuko tayari kumuinua mtu. Kwa maana anasema kama hakuna kutafsiri, mtu ananyamaza na amtafute Bwana. Haleluya. Tunahitaji kuelewa, tunahitaji kufahamu swala la tafsiri, hasa inapotoka mambo ya kinabii. Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Ya, kwa sababu karama ya unabii ni lazima mtu anene kwa nini? Kwa lugha kwanza, alafu ndio baadaye atatafsiri. Ila huduma ya unabii inaweza ikafanya kazi kitofauti. Maana hiyo ni nini? Ni huduma. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana asifiwe sana. Yeah. Nafikiri umenielewa, lakini kama utakuwa una swali lolote unaweza ukaniuliza, na uwe huru kabisa. Nitakuwa na nafasi ya kufafanua. Kama kuna jambo lolote pengine hujalielewa tangu tumeanza somo hili, unaweza ukapata nafasi ya kuuliza.